Msanii kutoka nchini Kenya, Bien, ambaye anafahamika sana kutokana na ushindi wa tuzo za Trace Awards zilizotolewa mwaka 2025 visiwani Zanzibar. Kwa mara nyingine, Bien anafahamika kutokana na korabo nyingi alizozifanya na wasanii mbalimbali kutoka nchini Tanzania. Amefanya na wasanii mbalimbali kutoka nchini Kongo, amefanya na wasanii mbalimbali mwingine akiwamo ni Simi. Moja ya live performance alionekana akiimba na kundi la Sauti Sol, akiimba pia na Fally Ipupa. Bien amefanya kolabo na msanii Mario, wimbo wake wa Nairobi ambao unafanya vizuri katika tasnia ya mziki wa Bongo Flava nchini Tanzania kwa siku za hivi karibuni. Bien amefanya wimbo na Darasa. Bien amefanya wimbo mbalimbali na wasanii mbalimbali kutoka nchini Tanzania. Kwa namna moja au nyingine, Bien alikuwa ni mmoja kati ya wasanii waliotoka katika kundi la Sauti Sol. Zuena ni moja kati ya wimbo ambao uliwapa umaarufu mkubwa sana nchini Tanzania na East Africa kwa ujumla. Bien hapo jana alikuwa nchini Tanzania akizungumza na vyombo mbalimbali vya habari. Kwenye moja ya maswali aliyoulizwa Bien ni kuhusiana na kile ambacho Master J alikizungumza baada ya Bien kushinda tuzo za Trace Awards za mwaka 2025. Master J aliwataja wasanii wa Kenya kama ni wasanii ambao ni wazuri katika mziki wa live performance, yani band inazalishwa hapo hapo na msanii anaimba hapo hapo, ndiyo maana ya live performance. Akimtaja msanii Alikiba kama ni msanii mbanapua, hawezi kushiriki katika muziki ya live performance. Akiwataja wasanii wa Tanzania kama wasanii ambao kwenye mziki wa live performance wao hawawezi kushindana na wasanii kutoka nchini Kenya. Bien baada ya kuulizwa kuhusiana na kile kilichotoka kwa Master J kuhusiana na live performance, Bien alikataa na alisema Master J kutokana na ukongwe wake kwenye uzalishaji wa mziki alikosea kuzungumza kitu kama kile pale. Kwenye moja ya fakti ambazo Bien alizitaja hapo jana ni kuwataja wasanii wa gospel, akimtaja msanii Joel Lwaga katika mziki wa live performance. Hakuna msanii ambaye anaweza kushindana naye East Africa. Akiwataja wasanii mbalimbali, akimtaja Paul Clement ambaye kwenye mziki wa gospel live performance hakuweza kujaji mziki wake. Moja ya kitu kingine alikitaja, Kenya wamezidiwa katika mziki wa live performance na Watanzania kutokana na vipaji ambavyo Tanzania inavyo kwenye mziki wa live performance. Akiimba baadhi ya nyimbo ambazo zimeimbwa live, amesema Bien, Tanzania kuna vipaji ambavyo siwezi kuvizungumza. Alimtaja msanii wa BSS ambaye ni mshindi wa pili ambaye anajulikana kama Salu Kulwa. Ni mmoja ya wasanii ambao yeye kwa mtazamo wake amesema amewaona TikTok wakiimba nyimbo za Diamond Platnumz live. Anasema yule ndio msanii bora kuwahi kutokea kwenye mziki wa live performance. Mbosso sitaki kumzungumzia, kwa mujibu wa Bien, ni msanii ambaye kwenye live performance kila mtu anajua. Alikiba sitaki kumzungumzia, kila mtu kwenye mziki wa live performance anajua. Sitaki kuwazungumzia wasanii Mario, sitaki kuwazungumzia wasanii wengine nyinyi ambao mnawajua. Tanzania ni nchi ambayo ina vipaji, kwa mujibu wa Bien alivyokuwa akiendelea kuhojiwa na vyombo vya habari hapo jana. Kitu kingine ambacho alikizungumza Bien, anasema East Africa haitakiwi sasa hivi kuanza kurushiana maneno. Kinachotakiwa ni East Africa kuungana na kufanya kazi ya mziki wa Bongo Flava ili kukumbukwa na vizazi vinavyokuja, wajukuu pamoja na kizazi kinachokuja kiweze kukumbuka kilichofanywa na wazazi wao kwa sasa. Bien anasema kwa kile ambacho Master J alikizungumza, mimi sikupendezewa nacho na ninakipinga na nitaendelea kukipinga mpaka kesho. Tanzania ina vipaji vya kutosha, kila mtu anajua bila kubisha. Mimi ninaungana na wale waliompinga Master J
kutokana na kauli yake ya Tanzania kutokuwa na vipaji vya watu wanaoimba live performance. Wasanii niliokutajia wote nadhani umeshaziona kazi zao. Utawezaje kusema wa Tanzania hawawezi kuimba live performance? Kinachotakiwa sasa ni East Africa kuungana katika kuendeleza mziki wa Bongo Flava na mziki wa East Africa kuweza kwenda kimataifa zaidi. Mimi ni Bien kutoka Kenya. Mjukuu wangu atanikumbukaje ikiwa mimi nitafanya ugomvi na watu wengine, ikiwa mimi sitafanya kazi ambayo mimi inanipa fedha na itanipa jina kwa siku za usoni? Hiyo ni maneno kutoka kwake msanii Bien. Hiyo ni interview kutoka kwake msanii Bien ambayo ilifanywa hapo jana, ikiwa Bien alikuwa nchini Tanzania kufanya mazungumzo na vyombo vya habari. Salud Kulwa ametaja. Mimi ni Flow Win Vitus na hii ni Flow Updates. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Unabonyeza alama ya kengele kupata taarifa mpya kutoka kwenye peji yetu. Unamkubali Bien?